tunachokitumia ni kwamba kilitangazwa kuwa ni mshindi kwa sababu ya minong'ono na mjadala umekuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo hakuna ubishi kwamba kilitangazwa na tume kuwa mshindi, lakini kwamba kiliibuka mshindi au nini, hilo nadhani ni jambo ambalo linahitaji utafiti, lakini kwamba kilitangazwa, hilo ni jambo ambalo lipo dhahiri, na chombo ambacho kwa mujibu wa nchi hii kina mamlaka ya kutangaza mshindi ni Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Na bahati mbaya kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya 74 ibara ndogo ya 12 na ibara ya 41 wanapokuwa tume ina mamlaka ambayo hayahojiwi, hasa kwenye matokeo mfano ya urais kwenye ibara 41 ni kwamba rais akishakuwa ametangazwa ndio imetoka hiyo. Kwa hiyo tuseme tume ilitangaza, na ilivyotangaza basi ilikuwa ndio mwisho wa maneno, tunakuwa tumeishia pale kwa maana ya mchakato ule wa kisiasa. Sasa umeniuliza swali nilionaje kuhusiana na mchakato mzima wa uchaguzi wa Oktoba 29. Nafikiri ni uchaguzi wa kihistoria. Ni uchaguzi wa kihistoria kwa sababu chaguzi zote ambazo nchi tuliwahi kufanya hazijawahi kugubikwa na mazingira ambayo tulishuhudia kwenye uchaguzi uliopita wa 2025. Ni uchaguzi ambao kwa sehemu kubwa ulijaa sintofahamu kubwa, hasa kwenye miji mikubwa mingi ikiwepo mji kama Dar es Salaam, Arusha, Mbeya, kuna mikoa mingine Shinyanga, sehemu kama za Kahama, unakwenda Songwe, mkoa wa Songwe na maeneo mengine mengi, unakuta tayari kuna sintofahamu ambayo ilijitokeza sana, na viashiria vya kuelekea vilianza kuonekana mapema, kwa sababu ni uchaguzi ambao ulianza kuleta msigano miezi mingi kabla hata uchaguzi wenyewe kuanza. Kwa sababu utakumbuka kwa mfano chama kikuu cha upinzani au chama kikuu Tanzania Chadema ni chama ambacho kilipinga toka awali kwamba kwa hakiwezi kushiriki uchaguzi kama kuna mambo fulani yasingeweza kufanywa kazi. Na hiyo sio haikuwa ajenda tu ya Chadema, kwa sababu pia wadau mbalimbali vikiwepo vyama vya kitaaluma kama Tanganyika Law Society pia vilitoa maoni na kuonyesha changamoto. Taasisi za kidini zilionyesha changamoto, asasi za kiraia zilionyesha changamoto, wachambuzi mbalimbali, hata viongozi wengine wa Kongwe na wengine wa staff wa kisiasa kama Jaji Joseph Sinde Warioba. Hao wote ni watu ambao walijaribu kuonyesha kwamba palikuwa na changamoto ambazo kama taifa lilihitaji kufanya jambo fulani kabla ya kwenda kwenye uchaguzi mkuu. Lakini bahati mbaya tunasema la kufa halisikii dawa, kwamba tulienda hayo yote yalizungumzwa yakatupwa kapuni, mwisho wa siku tukaangukia tulipoangukia. Sasa huu sio wakati sasa kuanza kujadili pale tulipoangukia, tutakuwa tujiulize kwamba kwa nini tumefika hapo na tunatokaje, kwa sababu kama tusipojifunza kutokana na makosa haya, yawezekana huko mbeleni tukaingia changamoto ambayo ni mbaya zaidi kuliko ambayo tumeipita. Na sidhani kama kuna mtu angependa tupite kitu ambacho tukipita tarehe 29 Oktoba na siku ambazo zilifuatia baadaye, sababu wote tulijikuta tupo ndani, hamna cha kiongozi, hakuna nani, watu wote walikuwa wanashinda ndani, hawawezi kutoka, hakuna uhuru, biashara zimesimama, kila kitu kilisimama, taifa lilisheki, kuna mali ziliharibika, kuna watu walipoteza uhai, shughuli za watu zote zilisimama. Na of course tunajua kuna madhara ambayo yalijitokeza pale, kuna madhara yataendelea kujitokeza. Kwa mfano tujui mpaka sasa, je, watalii bado imani yao ipoje kwenye mazingira yetu? Je, wamesharudisha imani kwamba baada ya lile limeshapita wanaamini nchi imetangamaa, au bado wanamtazamo kwamba nchi haipo salama? Na kwa sababu ya experience ambayo tumeipita, kuna uwezekano chaguzi zingine mbele zikija, tutakuta kipindi cha chaguzi watu watakuwa wanaogopa hata kuwekeza, kuja kutalii, na shughuli zingine zitakuwa zinasimama. Kwa hiyo imetengeneza doa ambalo naamini haiwezi likafutika. Kwa hiyo cha muhimu hapa ni kwamba changamoto kubwa ni mfumo wetu wa kikatiba. Mfumo wetu wa kikatiba ulivyo hautengenezi mazingira ya kuwa na uchaguzi wa huru na wa haki, uchaguzi wa kuaminika, uchaguzi ambao kila mmoja anaposhiriki atakuwa na nafasi sawa ya kushinda. Ni uchaguzi ambao tayari mnapoanza kucheza hauna uzani ambao unalingana, kwamba tayari kuna mwingine anakuwa ni almost ameshajihakikishia. Ni kama vile kwenye mbio tu za kukimbia, kwamba mnaanza kukimbia, kuna mmoja anaruhusiwa awe hatua mbili mbele, mwingine yupo hatua nyuma mbili. Kwa hiyo ukiwa ruhusu obvious, kama wakiwa na speed inalingana, aliyeanza na hatua mbili mbele ana advantage ya kuweza kushinda. Kwa hiyo ndio mazingira ambayo Tanzania yamejitokeza. Kwa mimi maoni yangu, nafikiri kuna haja katiba yetu tutengeneze katiba, na bahati nzuri tushakuwa na rasimu ya Jaji Warioba, tunaweza tukaanzia pale. Si kwamba ya Warioba pia ina ukamilifu. Kwangu mimi ukiniuliza,
ya waliopo kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi ina unafuu, lakini bado kwa sababu pia ilipendekeza watu wa kuwepo kwenye tume uwengu ukiangalia na wateule wa rais, ambao bado naona kuna mashaka. Kwa lazima tufike mahali tuboreshe zaidi kwamba wajumbe wanaoingia kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi wasitokane kabisa na watu ambao ni wateule wa rais, watokane na makundi mbalimbali ya kijamii, na ikibidi watu waombe hizo nafasi, iwepo timu maalum au kamati ya kwenda kupitia ile majina kuchakata, ambayo kamati inatokana na makundi mbalimbali ambayo ni huru. Hapo akishachakatwa, baada hapo tunapata watu ambao wametokana na ushindani, na majina baada hapo yatangazwe, watu watoe maoni. Kama kuna mtu amepingwa na watu, hana sifa, asiweze kuingia. Tupate tume ambayo tunapofanya uchaguzi utakuwa unatuhakikishia kwamba uchaguzi unaenda kuwa ni wa huru, wa haki, uchaguzi ambao tunategemea amani itaenda kutamalaki, baada ya kurudi kwenye changamoto hizi ambazo tulizikuta kwenye uchaguzi mkuu uliopita wa 2025. Kwa nafikiri kuna jambo kubwa ambalo tumejifunza kutokana na uchaguzi ule. Mpaka unakuta watu tulikosa hata ibada zilishindikana kufanyika. Sasa sio jambo dogo. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye hakuathiriwa na uchaguzi wa 2025 uliofanyika tarehe 29 Oktoba. Kwa ukiniuliza mimi mtazamo wangu kuhusu uchaguzi, huo ndio mtazamo wangu, na ndio maana nachelea kuzungumza kwamba kuna chama ambacho kilishinda, ila ambacho na uhakika kwamba kuna chama kilitangazwa kuwa mshindi na tume ambayo ndio ina mamlaka ya kuweza kutangaza kwamba mshindi ni nani, kwa mujibu wa tume ambayo kama nilivyosema ni tume ambayo haiwezi kahojiwa, kwamba ikishatangaza inakuwa imetangaza. Hata idadi pengine ya kura ambazo zilipatikana, ukiangalia kati ya minong'ono na watu wanapotizama, kwa maana mtizamo wa jamii na kile ambacho kilitangazwa na tume, unaona kabisa ni vitu ambavyo haviendani, kuna changamoto hiyo. Sasa ni nani mkweli au muongo? Na nafikiri tunasema wakati mwingine sisi kwenye Kilatini tunasema res ipsa loquita. Res ipsa loquita maana yake acha kitu kijisemee chenyewe, kwa sababu ni kitu ambacho kinaonekana kwamba mtu yote akiona anaweza kaelewa, wala uhitaji kuwa na D2 kujua ni nini ambacho. Rais Obama aliwahi kuzungumza kitu kimoja kwamba nchi nyingi sana katika Afrika ambazo demokrasia yao ni ya mashaka, moja ya kiashiria cha demokrasia kwamba ni ya mashaka ni kiwango cha ushindi. Kwa alisema kama mtu anashinda kuanzia 90% na kitu, ni dalili mojawapo ya kuonyesha uchaguzi huo kuhusu uhuru wake ni wa mashaka. Kwa sababu kwenye karne hii kutegemei kwamba watu wa 90% na kitu walioshiriki uchaguzi wakawa na mtazamo unalingana. Kutegemei, kwa sababu tayari kumbuka tuna taifa ambalo sasa hivi walao asilimia kubwa ya watu angalau hata form 4 wamefika. Kwa hiyo maana yake namna ya mitazamo haifanani. Kama kipindi cha chama kimoja bado mgombea akiwa unakuta mgombea yeye na kivuli bado alikuwa afikisha 90 na 97 karibu 98, bado alikuwa anafikisha kiwango bali kidogo zaidi, maana kuna watu walikuwa wanapigia kivuli wanamwacha mtu. Sasa unaweza kufikiria karne hii ambayo tuna vyama vingi katika nchi yetu, tuna watu wenye level kubwa ya elimu, kuna exposure kubwa, kuna utandawazi, watu wanaangalia duniani kunaenda wapi. Kwa hiyo uwezekano wa kufikisha hiyo asilimia unaweza kuangalia. Lakini pia kwenye moja ya mahojiano rais wa Kenya Dr. Ruto aliwahi kusema kwamba kwa Kenya yeye hategemei kwenye democracy ambayo ni functioning, demokrasia ambayo inafanya kazi, kwamba kuna mtu anaweza kupata asilimia hata 90 ya ushindi, ni kitu ambacho hakiwezekani. Na ni kweli tukiangalia nchi ambazo mara nyingi zimekuwa zikipata ushindi wa asilimia 90, tumeangalia kipindi cha Iraq wakati wa Saddam Hussein ndio asilimia 90 zilikuwa zinakuwepo. Utaenda Kameruni kwa kinabia wale wanapata asilimia 90 na kitu. Unaangalia madikteta mbalimbali wamekuwa wakipata asilimia 90 na kitu. Sasa bahati mbaya na sisi tumepata asilimia 90 na kitu. Sasa nikiangalia ule mtazamo wa Obama, mimi bado inanishawishi kwamba kuna kitu hakipo sawa. Kwa hiyo sioni kwamba kuna jambo la kucelebrate. Hatuwezi tukasherehekea kwamba ushindi wa asilimia 90 ni afya kwa demokrasia ya taifa. Hapana. Tulitegemea angalau taifa kama demokrasia ipo, walau mshindi kuna asilimia angepata, hata kama ingekuwa ni kubwa, lakini haiwezi kuwa 90 na kitu karibu 100, ni kitu ambacho hakiwezekani. Hiyo ni moja. Lakini cha pili, Mheshimiwa Rais ndio alitoa maoni hayo, lakini kumbuka yeye ni mtu ambaye ana maslahi kwenye mchakato, kwa sababu kumbuka yeye katika mchakato huo ndio aliyetangazwa kuwa mshindi. Kwa hiyo kwa vyovyote vile ningemshangaa kama angezungumza tofauti. Lakini ukweli unabakia pale kwamba sehemu kubwa ya uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba ulifunikwa na sintofahamu. Kwa Dar es Salaam kwa mfano majimbo kama ya Ubungo utaona kabisa
ile rapsha na vurugu zilianza mapema kwenye mida ya saa 3 saa 4 asubuhi vurugu imeanza. Sasa kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa nchi hii, kwa maana ya sheria ambayo ya mwaka 2024 ambayo inasimamia uchaguzi, inasema kama ikitokea vurugu kwenye uchaguzi, nitakuwa uchaguzi uahirishwe kwenye maeneo hayo afu urudiwe tena mapema inavyowezekana. Kwa hali ya kawaida tulitegemea kuna maeneo pengine hata uchaguzi ungeahirishwa uweze kurudiwa, lakini haikuwa hivyo. Sehemu nyingine vurugu ilikuja baadaye ambayo yote bado iliathiri, kwa sababu kumbuka, ikitokea vurugu wakati zoezi linaendelea, lakini ikitokea vurugu wakati wa mchakato wa kukusanya matokeo na kuhesabu bado zinaathiri. Halafu mbaya zaidi, ilifika mahali bahati mbaya hata internet ikazimwa. Moja ya element ya muhimu ya uchaguzi wa kidemokrasia ni pamoja na uwazi. Sasa uwazi unapimwa vipi? Kama una mtandao, maana yake mambo yapo gizani, element ya uwazi imeisha. Lakini kwa sababu ya hali ya sintofahamu, kumbuka jeshi la polisi lilitangaza mapema kwamba watu sasa itabidi wakae majumbani mapema saa 12. Maana yake hata mawakala wa vyama ambao itakuwa uwepo kwenye kuhesabia kura walienda manyumbani. Kwa hiyo maana yake kwenye kile kipengele cha muhimu kwamba uchaguzi uwazi wako likueje, ushiriki wa vyama kwa maana ya wale mawakala wao, ili kujiridhisha kwamba uchaguzi umeenda na kura zimehesabiwa kama ambavyo zimepigwa, hiyo fursa haikuwepo. Kwa hiyo haijalishi hata kama kweli nadhani kuna mtu alishinda, tuassume alishinda, bado mazingira yanatia shaka kwa maana ya credibility ya mchakato wenyewe. Kwa sababu tunasema haki inatakiwa sio tu ifanyike, inaonekana ionekane ikiwa imefanyika. Sasa kwenye mazingira ambayo tulikuwa gerezani, ni nani ambaye anaweza kusema ilionekana imefanyika? Tulishuhudia uchaguzi wa wenzetu Kenya. Wenzetu Kenya uchaguzi, nchi zote zilikuwa zinafuatilia, unaweza kuona kila kitu ambacho kwa kinaendelea. Lakini uchaguzi wa kwetu hapa, hata muda ambao ulitumika kutangaza matokeo, unaweza kushangaa. Mwaka 2015 ambayo wapiga kura walikuwa ni wengi, karibu milioni 14, pia hawakufika milioni 32, lakini muda wa kutangaza matokeo ulichukua muda mrefu zaidi. Nakumbuka mwaka ule internet ilikuwa inafanya kazi, hapakuwa na vurugu, vitu vyote vilienda sawa. Lakini mwaka 2025 pamoja na kuzima internet na vurugu hizo kuwepo, bado mshindi alipatikana mapema zaidi. Sasa haya yote yanaleta maswali ya kutafakarisha na kuendelea kufikiria, ambayo ninasema angalau mwenye hata ambaye hana D moja anaweza akajaribu kufikiria akaona kwamba ni labda ni uchaguzi wa aina gani ambao tulipiga. Lakini kiufupi ni kwamba ni uchaguzi ambao uliacha sintofahamu nyingi. Sasa kwamba unaaminika kiasi gani, nafikiri ni swala ambalo linahitaji mjadala mkubwa wa kitaifa. Lakini mimi ungeniuliza, naona kabisa kuna viashiria vingi ambavyo vinaleta maswali mengi kuliko upande ule ambao unaona mambo yamekaa sawa. Kwa hiyo wengi wana maswali bado, kwa hiyo imeacha question mark nyingi sana. Kwanza, maridhiano ni jambo la imani, lakini ni jambo la utashi wa kisiasa. Utashi wa kisiasa unaweza ukawepo, lakini unapimwaje? Hiyo ni swala ambalo linahitaji pia kuliangalia kwa upana zaidi. Swala la imani, je, tunaaminianaje kwenye mazingira? Kwa sababu kumbuka, tulishakuwa na sintofahamu kabla ya mchakato wenyewe wa uchaguzi. Wadau walishaonyesha wasiwasi kwamba tunaenda kutumbukia kwenye shimo au kwenye sintofahamu ambayo ni kubwa kama taifa. Na ni kweli tukafika mahala tarehe 29 Oktoba na siku ambazo zilifuatia tulishuhudia hali yale ambayo yalitokea yakabadilisha historia yetu. Sasa na bahati mbaya sana, wakati mchakato unaendelea kwa kampeni, CCM walikuwa wanazungumzia kwamba baada ya uchaguzi watafanya maridhiano. Na wakati watu wakiendelea kulalamikia kwamba wanahitaji turekebishe kuna vitu, wenyewe wanasema ngoja viende kwanza, maridhiano yatakuja baadaye. Sasa kwa hali ya kawaida, kwa ni kama vile mtu alikuwa anafanya kosa fulani, hapa ategemea nitakuja kurekebisha baadaye baada ya kupata ushindi. Kwa hiyo sasa hii inaweza kaathiri sana imani ya watu tunaposema tukae kwenye meza kwenye mazingira haya. Hiyo ni moja. Lakini cha pili, kabla ya uchaguzi palishakuwa na fuara za Mheshimiwa Rais, na Mheshimiwa Rais alianzisha initiative nzuri ya kukutana na wadau mbalimbali. Shughuli za kisiasa zilikuwa zimesimama kwa miaka kadhaa, akaziruhusu ziendelee. Nakumbuka mpaka kawa mgeni rasmi kwenye tukio la Chadema la Bawacha, wakampa mpaka zawadi. Ikaonekana kabisa mambo yamebadilika. Halafu ghafla tukajikuta tumerudi kwenye hali mbaya kabisa. Sasa kwenye mazingira hayo najaribu kujiuliza, imani ya hawa wadau inakueje? Tunaaminianeje? Kwa sababu kama wanaenda kujadiliana kwenye mazingira ambayo tunaamini pengine mmoja anaingia kwenye chumba cha majadiliano akiwa na kisu, tunakueje na imani kwenye mazingira hayo? Kwa hiyo ni changamoto. Lakini cha pili kingine,
ukweli ni kwamba ambao hatuwezi kuukwepa, mmoja wa wadau wakubwa kwenye maridhiano ya nchi hii, ukiacha wananchi mmoja mmoja ambao kwa sababu wananchi mmoja mmoja hawana forum ya moja kwa moja, mara nyingi wanapita aidha kupitia asasi au taasisi za dini au kwenye vyama vya siasa. Kwa tukienda kwa mfano kwenye vyama vya siasa, moja ya chama ambacho huwezi kabeza kwa ukubwa wake na wingi wa wafuasi pamoja na wanachama ni Chadema. Sasa kama Chadema mpaka sasa hivi tunapozungumza mwenyekiti wao yupo ndani kwa kesi ambayo imekuwa ikizua mjadala mpaka sasa hivi wanaingieje hawa kwenye meza ya mazungumzo ili useme sasa tayari tumefika kama taifa kweli tupo tayari kuzungumza? Ni kitu ambacho naona ni kigumu. Lakini cha pili, chama kama Chadema mpaka sasa hivi tunazungumza kinapewa mazuio ya kufanya shughuli zao. Mpaka sasa hivi kuna amri ambazo zinapelekea wasifanye shughuli zao, na hata juzi tumeona polisi wakizuia wasifanye shughuli zao. Hivi hao watashushaje moyo wao kwamba sasa wawe tayari waingie kwenye majadiliano kwenye mazingira haya? Na nimeona juzi ACT pia wazalendo walikuwa na mkutano, wamenyimwa pia kibali kuweza kufanya mkutano. Kwa unaona kabisa vyama vile ambavyo pengine ndio vikubwa katika nchi bado vinaendelea kunyimwa ile space yao ambayo kimsingi ni haki yao kwa mujibu wa katiba na ni haki yao kwa mujibu wa sheria za nchi. Sasa kwenye mazingira hayo hatutegemei kwamba kweli kuna mazingira ambayo ya kufanya maridhiano. Ili kweli tuingie kwenye maridhiano, na kama kweli serikali imekusudia kuwa na maridhiano, bottom line ya maridhiano, kwanza lazima tukubaliane kwamba kuwepo na mambo ya uwazi, kwamba serikali jitokeze ikubali kwamba kuna mapungufu yalijitokeza, ni mapungufu yapi waeleze, na serikali iwe tayari kuwajibisha watu wote ambao walihusika kwenye mchakato huo, wawajibike. Kuna watu walipoteza maisha, kuna watu lazima wawajibike kwa sababu kuna watu walisababisha mambo yakafika. Tukishawajibishana ndio hapo watu wataanza kwenye mchakato wa kujenga imani kwamba angalau tunaona kuna hatua zimeanza kufanyika. Lakini moja ya kosa jingine ambalo tumeliona hata walipounda ile tume ya kwenda kuchunguza, ni tume ambayo unakuta tayari mpaka waziri ambaye alikuwa kwenye wizara nyeti ya ulinzi bado ameingia kwenye tume ya kwenda kuchunguza. Sasa mazingira hayo unajiuliza watu wanajengeje imani kwenye mazingira hayo? Halafu wadau wengine ambao wako neutral kabisa, asasi za kiraia, tuna tume ya haki za binadamu na utawala bora kwa mfano, tutegemea wale ndio waingie, pengine hao wote wakuingia. Kuna viongozi ambao wanaheshimika, wanaoaminika, watu kama akina Jaji Mkuu mstaafu Barnabas Samata ni watu ambao heshima yao katika nchi ni kubwa. Wale wangeingia kwenye tume hakuna mtu anatia shaka. Akina mzee Warioba. Kwa hiyo kuna watu ambao ni wa heshima kubwa wangeweza kuingia pia, ambao hawana mfungamano wa kisiasa, hawapo kwenye appointment za rais, wangeingia pengine inaweza kuleta imani. Sasa mazingira ya tano unakuta na yenyewe ilienda kuleta maswali ambayo ni mengi zaidi. Sasa kwenye mazingira hayo ni mambo ya kujiuliza kwamba je, utarudisheje imani ya watu kuona sasa tunaona kweli kuna mchakato wa kurudi kuingia kwenye mazungumzo. Lakini kingine ambacho nategemea ili tuingie kwenye mazungumzo lazima serikali iwe tayari kuingia kwenye mchakato wa katiba mpya. Na katiba mpya isihodhiwe na serikali wala Chama cha Mapinduzi. Iruhusu uwe ni mchakato wa wananchi, people centered process, kwamba wananchi ndio waamue wanataka nini kwenye katiba yao. Kama ni lazima Warioba, tuanzie pale wananchi waseme wanataka kuboresha kitu gani wao. Na mwisho wa siku hata tukifika kwenye ile maamuzi ya mwisho kwa maana ya bunge la katiba, tusiruhusu bunge hili lilopo liende likatuamulia katiba, kwa sababu hawa wana maslahi. Je, wananchi wakitaka tuweke ukomo wa kugombea ubunge tukasema labda ni vipindi viwili, alafu kuna mtu pale yupo amemaliza kipindi kimoja anaenda kipindi cha pili, obviously ataenda kuangusha mchakato, na ndio kilichotokea kwenye mchakato uliopita. Kwa sasa ili tusifike huko, turuhusu watu wengine kabisa ambao hawana maslahi waingie kwenye mchakato. Kwa hiyo kama serikali ikionekana iko tayari kutengeneza katiba mpya ambayo italeta tume mpya pamoja na mambo ya uwajibikaji, na wakawajibishana, tukaona kabisa wale watu ambao walifanya mambo ya ajabu wamewajibika, na kumekuwa na malalamiko ya watu ambao hawakuwaona ndugu zao mpaka sasa hivi waliopotea, waliouawa tarehe 29 mpaka tarehe ngapi baada ya uchaguzi mkuu. Hayo yote tukapata taarifa ya kina. Lakini jambo jingine la muhimu, tukapata kina juu ya watu ambao wamepotea katika nchi kwa maana ya kutekwa, na watu ambao wanaitwa wasiojulikana. Lakini hawa ambao hawajulikani wameendelea kuumiza watu, na hatujaona kama kuna jitihada zozote ambazo zilikuwa zinafanyika serious, kwa sababu tukio pekee ambalo serikali walisema wanafanya uchunguzi ni la mzee Ali Kibao, baada ya kuwa yule aliyenyakuliwa kwenye basi na kesho akuta ameuawa. Lakini mpaka leo ni zaidi ya miaka karibu miwili sasa, hakuna taarifa yoyote
ya juu ya nini kilifanyika. Sasa unaweza kuona, je, dhamira njema iko wapi kwenye kuchunguza hili jambo? Wakati kuna matukio mengine yanatokea kama mamlaka zikiwa na maslahi nayo, ikitokea leo tu ndani ya siku ngapi mtu ameshakamatwa, tunaona kabisa kesi zikiendelea. Tarehe 29 Oktoba, baada ya ile vurugu za uchaguzi kutokea, tumeona kabisa ndani ya siku ngapi watu mamia na mamia, karibu maelfu kadhaa wakakamatwa, wameshafikishwa mahakamani. Lakini swala la mtu aliyeuawa unaona kabisa lina miaka miwili, hakuna kitu kinaendelea. Sasa hilo utahitaji D2 uweze kujua nini kinaendelea. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema ni kwamba issue hapa ya muhimu, dhamira ya kweli ipo na utashi wa kisiasa upo kushughulikia mambo. Isipokuwepo dhamira ya kweli, utashi wa kisiasa usipokuwepo, tutaendelea kupiga makitai. Kwa sababu mpaka leo kwa kweli issue ya utekaji wa watu wetu wengi wamepotea. Kwa mujibu wa TLS, nafikiri itoa taarifa karibu watu 100 ambao walikuwa wamepotea by then, na wengine wakaja kutoa taarifa karibu zaidi ya karibu 200 nyingine. Kuna watu wengi ambao wamepotea. Sasa tuitegemea kama taifa tuone angalau Wizara ya Mambo ya Ndani pamoja na polisi watuambie wamefanya nini mpaka sasa hivi. Na bahati mbaya waliopotea wengi, ukiangalia mlengo wao ulikuwa ni mlengo ambao unafanana. Sasa inaleta maswali mengi zaidi, ni jambo ambalo haliwezi katuweka pamoja kama taifa. Kwa mimi nafikiri kama taifa, pamoja na makosa yamekwisha kufanyika, bado hatujachelewa. Mwalimu Nyerere aliandika kitabu kinaitwa Tujisahihishe. Kwa mimi naamini bado tuna nafasi ya kuweza kujisahihisha hata katika hayo ambayo tumepita. Kwenye wale wasomaji wa Biblia, kwenye kitabu nafikiri cha Isaya ule mlango wa 1 mstari wa 18, wanasema njoni tusemezane, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe kama theluji. Kwa mimi naamini madhambi na madhira ambayo yamejitokeza kwenye taifa haya ni mekundu kama bendera ambayo ni nyekundu. Lakini naamini kama dhamira ya kweli na utashi wa kisiasa ukiwepo, tunaweza kurudi kwenye meza tukatengeneza taifa letu na tukatoa kwenye mkwamo, halafu baadaye tusirudi tena kwenye historia ambayo tulipita. Lakini kama tukiendelea kubipu na kudanganyana, ile danganya toto kama mtu anataka kubai time, kwa sababu kumekuwa na tabia hiyo kwamba mnaingia majadiliano ili kuvuta muda uchaguzi mwingine usogee, yanapokwenda yanakiuka haki za msingi za watu. Na ili dunia iingilie mara nyingi, kwa mfano kama inatokea labda haki ya mtu mmoja tu imeminywa, dunia inasema hilo ni jambo la ndani, wanaendelea mpaka dunia inapofika mahali ukiona imetoa sauti zao, manake kiwango cha ukiukwaji kimesikika nje, yani sio cha ndani, magnitude imekuwa ni kubwa kiasi kwamba dunia imeona haiwezi kanyamaza kimya, lazima ifike mahala iweze kuingilia, kwa sababu mwisho wa siku ikiacha ikaendelea hivyo, inawezekana ndani ya taifa hilo amani ikapotea, ikatokea vurugu wenyewe kwa wenyewe. Ikitokea mtazalisha wakimbizi, manake tayari mashirika ya kimataifa yataanza kuhangaika. Sasa ili msifike huko, na ndio maana wana haki ya kuweza kuingilia mapema kusema hapana, hili msiende huko, tunawaonya, rekebisheni hili jambo. Lengo ni zuri tu, ni kuhakikisha wanatutakia mema kwamba ili nchi yetu ibakie kwenye hali ya amani, kwenye hali ya mshikamano kama ambavyo ilikuwepo. Kwa sababu kengeuka ipo na sio kwamba dunia inatusema sisi, wote wanasemwa. Hata Marekani ambaye ana misuli mingi, mwenye nguvu, anasemwa, isipokuwa tu kwa sababu anakuwa ni jeuri labda ya uchumi, anaweza asisikilize sana, kwa sababu anakuwa kwenye Umoja wa Mataifa, labda yeye uchumi wake ndio unasababisha, ndio ana finance vitu vingi, kwa anaweza kajeuri kwa sababu yeye, lakini haimaanishi kwamba waseme. Kwa hiyo lazima waseme, ipo hivyo, ila hawezi kuingilia jambo. Kwa mfano Umoja wa Mataifa hauwezi kutuingilia sisi ukatupangia labda namna ya tuchague nani tusichague nani, vitu vya ndani hawezi kutuingilia. Lakini ukiukwaji wa haki za watu ambao unaonekana, ni lazima dunia itaingilia. Tupange bajeti ya aina gani ndani ya taifa, hamna mtu atatuingilia kwa sababu ni mambo yetu ya ndani. Hata tukiamua tule nini ndani ya taifa, hawezi kutuingilia. Tukiamua nchi yetu isiyo na umeme ikae gizani, hamna mtu atatuingilia. Lakini tukianza kuua watu, tukianza kutishia usalama na watu wakaanza kukimbia, pengine wakapatikana mpaka wakimbizi, dunia ni lazima iweze kuingilia, kwa sababu tayari inakuwa imegusa mikataba ya kimataifa na inakuwa imeanza kuhatarisha amani ya kijiji dunia, ambayo sisi kama Tanzania ni sehemu ya kijiji hicho. Kwa hiyo hatuwezi kujitetea kwenye hilo. Ya kwanza, unapozungumzia ICC, ni taasisi, ni mahakama ya uhalifu ya kimataifa ambayo imeanzishwa na mkataba ambao mkataba uliingiwa mwaka 98 kule Italy, Rome, ndio maana inaitwa Rome Statute. Sasa kwenye mkataba huu una makosa ya aina kama 3 ambayo wanashughulikia. Kuna makosa ya uhalifu wa kivita, kuna makosa ya uhalifu wa kibinadamu,
na makosa. Kwa hiyo kuna makosa ya aina hiyo. Kuna aina fulani makosa ambayo tunaita ni genocide, kuna crimes against humanity, kuna makosa mengine yanaitwa war crimes. Haya yote yanaingia kwenye huu mkataba wa Rome au Rome Statute. Sasa kwa mujibu wa mkataba ule, kwanza kuna nchi ambazo ni wanachama. Sio nchi zote ni wanachama, kwa sababu hapo mataifa makubwa kama Marekani, Urusi, China ambao wao sio hawakusaini mkataba, kwa hiyo sio wanachama. Lakini kuna nchi ambazo ni wanachama, ikiwepo Tanzania pia ni mwanachama wa ICC. Kwa hiyo ukiwa mwanachama, maana yake una wajibu wa kuhakikisha unazingatia huu mkataba. Sasa kwenye mkataba huu, moja ya mambo ambayo hayaruhusiwi ni pamoja na watu wa target. Yaani kuna watu wanaenda wanatagetiwa, wanaenda wanashambuliwa, wanaumizwa au wanauawa kwa sababu ya mlengo wao, au inawezekana ni mlengo wa kiimani, wa kiitikadi au mtazamo mwingine fulani, au kuna kundi fulani la watu wamewatarget. Labda inawezekana labda kuna kundi fulani, labda let's say ni Wasukuma peke yao wanashambuliwa, au Masai peke yao, au pengine ni Mhehe peke yake anashambuliwa, au ni Myao peke yao anashambuliwa, au ni Mchaga anashambuliwa. Kwa hiyo wakiona hiyo trend, maana yake inaenda kwenye uhalifu dhidi ya binadamu ambao inawezekana ukajikuta kama taifa mkafikishwa kwenye hii mahakama ya kimataifa ya ICC. Kwa hiyo kuna makosa ambayo hapo. Sasa na inapotokea labda mauaji au hata vitu kama utekaji, kama unateka utekaji umeonekana kabisa umekuwa designed, umewalenga watu fulani, yale makosa pia yanaweza kaenda kwenye uhalifu wa kivita. Kwa hiyo hayo yote yanaingia hapa. Hiyo ni namna moja. Lakini namna ya pili, hata nchi ambayo sio wanachama wa mkataba huu wanaweza kafikishwa kwa kupitia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Lina nafasi ya kuweza kupeleka, kama kuna nchi inatuhumiwa, ikafikishwa ICC na ikaenda ikashughulikiwa kwa sababu ya hiyo. Sasa lengo la kuanzisha kwa ICC ilikuwa ni nini? Lengo la kuanzisha ilitokana na historia. Ukiangalia historia ya dunia toka wakati wa vita ya kwanza ya dunia, kuna mamilioni ya watu ambao waliuawa, walipoteza uhai kwa ukatili wa hali ya juu sana. Halafu watu ambao walifanya huo uhalifu hapakuwepo na chombo cha kuwashughulikia. Kwa hiyo baadaye wakaja wakaanzisha ile miaka, hasa baada ya vita ya pili sasa ya dunia, ambapo pia uhalifu mkubwa ulijitokeza. Wakati wa Hitler alienda kaua Wayahudi zaidi ya milioni 6, watu wengine waliuawa. Ukienda Urusi huko kuna mashirika kama Orthodox, wale masista waliuawa in big numbers. Kwa baada ya kuwa watu wameuawa katika idadi ile ambayo ni kubwa, ikaonekana sasa kwamba hatuwezi kuacha mambo yakaenda. Kwa hiyo walianzisha mabaraza ya muda. Kwa mfano kwa na Nuremberg trial ambayo walipelekwa wale watu wahalifu wa vita ambao wa Ujerumani. Kwa walifikishwa pale, kuna mtu kama Adolf Eichmann walifikishwa kwenye hiyo baraza, na by then kumbuka ilitengenezwa rasmi baada ya tukio kutokea. Na ikaleta mjadala kwamba je, ni sahihi kutunga sheria baada ya tukio kutokea na nini? Sasa baada hapo thinking ambayo ilikuja, walisema makosa yoyote ambayo yanahusu uhalifu wa kibinadamu na makosa ya kivita ya ukatili na unyama ni makosa ambayo yanakiuka ubinadamu. Haya ni makosa ambayo hata kama hakuna sheria ambayo imeshasema, hatuwezi kuacha akabakia hivyo. Sasa haya ni makosa ambayo sisi tunaita ni kwenye sheria za kimataifa wanaita jus cogens. Jus cogens maana yake ni ile misingi ya muhimu kabisa ya ubinadamu. Hiyo ikitikiswa popote pale duniani, yaani ukifanya hilo kosa popote, hata ukimbilie popote duniani, lazima ukamatwe, kwa sababu ni kitu ambacho sisi kama ustaarabu wa dunia hatuwezi kuruhusu mtu ambaye anaenda labda akafanya uhalifu wa aina hiyo. Kwa hiyo kina Eichmann walifikishwa, na baadaye tunaona Yugoslavia walikuja wale marais wa Yugoslavia, kina Pinochet walikuja wakafikishwa, baadaye kwenye yalitengenezwa mabaraza. Kwa unakuta palikuwa na mchakato, na baadaye tunaona ilivyokuja huku Rwanda tukaanzisha International Tribunal iza Rwanda ICTR, baada ya mwaka 94 kutokea ule ukatili na uwaji. Lakini baadaye sasa dunia ikasema tutaenda hivi mpaka leo, lazima tengeneze chombo sasa cha dunia ambacho hiki kinapotokea uhalifu popote kitatusaidia kushughulikia hiyo. Kwa hiyo ndio walipoanzisha sasa ICC mwaka 98 ikaanza kushughulikia. Kuna masuala mengi, na naona hata viongozi wengine wa Afrika huko walishafikishwa huko, na baadhi ya mataifa mengine hasa Latin America wengi sana wamekuta wakifikishwa kwenye hiyo, na wengine ambao unakuta walipelekewa labda summons wakawa na kwepa, lakini at least kumekuwa na hatua hizo. Sasa ukisoma kwenye mkataba yale, kwenye ule utangulizi tunaita preamble, moja ya msingi kwa nini walitaka kuanzisha, wanasema kwa sababu walikuwa na kitu kinaitwa impunity. Impunity ni utamaduni wa watu kufanya uhalifu
halafu wanalindwa, hawachukuliwi hatua zozote. Kwa lengo la kuanzisha ICC ni kwamba ni kukomesha tabia impunity, kwamba watu wanalindana, mtu ataenda atanyonga watu wake, huwa watu wataagizwa, watabakwa. Kuna mataifa mengine kama Rwanda, ile miaka ya 94 kuna watu walienda kabakwa kwa idadi kubwa ya watu. Sasa haya yote tunayakomeshaje? Ndio tumeanzisha sasa ICC, kwamba hao watakuja ICC itawashughulikia. Lakini ICC kwa lugha yetu ya kitaalamu sisi tunasema ni complementary court. Complementary kwa maana ya nini? Kwamba kama mifumo yenu ya ndani ina ufanisi wa kuridhisha kabisa, imewajibisha watu kwenye kiwango ambacho kinatakiwa, then ICC inakuwa imepunguziwa kazi, haiwezi kaingia. Lakini kama mna mifumo ile ya danganya toto tu, kwa mfano kwa sababu bwana si watu wote tunawashughulikia, lakini ukiangalia unakuta watu wote ni kama mwalinda, hamna kitu kinaendelea, ni kwa ajili ya kuzuga ili mambo yaende, ICC itaingia. Kwa ICC haitaingilia kama tu mifumo yako ya ndani imeweza kufanya kazi kwenye kiwango kile cha kuridhisha, sio janja janja. Na tunazungumzia cha kuridhisha kwa sababu kumbuka ICC pia inafanya uchunguzi. Ikifanya uchunguzi inaweza kama imegundua kabisa hili jambo lilifanyika labda kwa idadi hii na wahusika ni akina fulani. Halafu baadaye wakagundua pengine nyinyi mmewajibisha mtu ambaye hata jina lake halijulikani, hata ukiuliza naishi wapi hata hajulikani, ndio ambaye amewajibishwa, na hata adhabu yake ametumikia wapi, kusema kufuatilia hutaiona. Sasa kwenye mazingira hayo ICC lazima itaingia. Lakini ICC kijiridhisha kwamba wale watu ambao ni kweli wananyoshwa vidole na watu ndio walihusika, ni kweli wamewajibishwa vizuri kwenye kiwango kuzingatia sheria, then ICC kama mfumo mbadala complementary, maana yake inakuja tu kujazia pale ambapo unaonekana nyinyi mmeshindwa, haitaendelea. Lakini lazima wajiridhishe kwenye hiyo, sio kwamba wataachia tu, sio kwamba kila uchunguzi ukianzishwa kwa ICC itaachwa, no. Kwa inawezekana mkaanzisha mchakato wenu wa ndani, lakini ICC kaona mchakato wa ndani hauwezi kuzaa matunda yote. Kwa hiyo hiyo ndio kwa kifupi ndio imekaa. Kwanza niseme hivi vyama vya kitaaluma havijafungua kesi, vimepeleka malalamiko. Kwa utaratibu uliopo ICC, mwendesha mashtaka yeye mwenyewe anaweza kaanzisha uchunguzi kwa maana kwamba ameliona tukio akaanzisha, lakini anaweza kapokea malalamiko kutoka kwa watu wengine akaanzisha uchunguzi. Kwa hiyo kwenye hii inaweza kuwa ni asasi za kiraia, kundi tu la watu wengine, au pengine baraza la usalama la Umoja wa Mataifa au taasisi nyingine yote ile ikiona kuna jambo lipo inampelekea kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Kwa hiyo wale ni kwamba wamepeleka baada ya kuona wameona kuna ukiukaji wa haki, wamempelekea ili aweze kuinitiate mchakato wa kufanya uchunguzi. Ndio kazi yake nitakuwa ifanye. Akishafanya uchunguzi kuna stages zake. Akishajiridhisha kwamba anaona kabisa ni kweli kwa uchunguzi huu unatosha kufungua shauri, baada hapo atafungua kesi sasa kwenye mahakama ya uhalifu wa kimataifa, na baada hapo ndio sama zitatolewa na watu wataitwa. Sasa nikiangalia kwa mfano kati ya labda serikali yetu kuunda tume ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu Othman Chande na wale Madrid Bar Association pamoja na asasi nyingine, nadhani wale walianza, serikali ni kama baadaye tu, baada sauti kuwa ni nyingi, serikali imekuja imechukua hatua baadaye, lakini wale nafikiri walikuwa proactive, walikuwa wameshachukua hatua tayari. Kwa kipindi serikali wakati inaanzisha mchakato tayari walikuwa wameshapeleka malalamiko. Kwa hiyo sitaki nisemee serikali kwamba ilifanya kwa sababu wale walikuwa wameshapeleka, lakini vile vile huzui mtu akifikiria hivyo kwa sababu mazingira yanaonekana kwamba ilikuja baadaye. Sasa swali la kujiuliza, je, wale wasingepeleka, serikali ilikuwa na dhamira hiyo au ilikuja baadaye kwa sababu ya mazingira yalikuwa? Nadhani sasa hilo sitaki nipige lamri, lakini walau mazingira yalikuwa yamekaa hivyo, serikali ilikuja baadaye. Lakini jambo lingine la muhimu, je, ni kwa kiwango gani labda ripoti ya serikali itakavyokuja itakuwa imekidhi ile kiu ya dunia, kwa sababu tayari dunia ishaliangalia jambo, lilionyeshwa kwa dunia nzima, kuna taswira ambayo, je, tume yetu ambayo Mheshimiwa Rais ameiunda itabeba yale matarajio kwa kiwango hicho? Kama itabeba, inawezekana ikawa ni njia ya kusema ICC sasa isiendelee na tukio lake, kwa sababu ni kweli inakuwa tayari imeleta taarifa nzuri na baadaye na hatua zimechukuliwa. Kwa sababu kuleta taarifa ni jambo moja, lakini kuleta uwajibikaji ni jambo la pili. Kwa kama kweli serikali ikaenda ikafanya hilo jukumu, ikaleta taarifa ya kutosheleza na watu wakawajibishwa kwenye kiwango ambacho dunia inaridhika kwamba wamewajibishwa, then ICC pamoja na malalamiko ambao watu walipeleka, sidhani kama itakuwa na haja ya kuendelea nayo, itakuwa imeishia hapo. Watakuwa tu wamesaidia angalau kuchochea pengine serikali iweze kuchukua hatua mapema zaidi.
lakini vinginevyo kama isipofika standard hiyo, maanake ICC inaweza kaendelea na michakato yake. Imekuwa ikifanywa inaweza, lakini inaweza vile vile isiathiri, itategemea, kwa sababu hiyo msingi wa hiyo hoja yao na ya Chadema na ielewa, wanasema uwezo kwa jaji kwenye kesi yako, au tunaita nemo judex in causa sua, kwamba kesi ambayo mimi ni ya dada yangu, siwezi mimi nikaenda nikawa jaji kwenye kesi, au ya mtoto wangu au ya ndugu yangu ya mzazi wangu, vyovyote vile, au ya mtu wangu ambaye ni wa karibu. Huwezi kuwa fair kwenye mazingira haya. Sasa kwenye hili sasa la Mheshimiwa Rose Migiro ambaye ni katibu mkuu sasa wa CCM, kwamba alifanya kazi na huyu alikuwa yupo chini yake, maana yake Rose Migiro alikuwa ni kiongozi wake, si ndio? Na mahusiano yaliyokuwepo, kwa hiyo inawezekana ikaathiri, kwa maana ya kwamba sasa chama ambacho kinanyoshewa vidole vile vile ni chama ambacho Rose Migiro ni katibu mkuu, na serikali ambayo inanyoshewa vidole ni serikali ambayo Rose Migiro yeye ni katibu mkuu wa chama chake. Kwa hiyo inawezekana kwa engo hiyo mtu akaona kabisa kwa mazingira hapa tuone kama haki itatendeka, kwa sababu msingi wa haki ni kitu kimoja tu. Wanasema haki hata kama inatendeka, inatakiwa ili watu waridhike kama imetendeka, inatakiwa ionekane ikiwa imetendeka. Kwa kama isipoonekana imetendeka, hata kama wewe ukasema imetendeka, bado italeta mashaka. Tulikuwa na kesi moja ambayo ilitengeneza hii kanuni ya jaji mmoja ambaye alikuwa anaheshimika sana, hakuna mtu alikuwa na wasiwasi naye. Sasa kesi ikaletwa ambayo kwenye kesi ilikuwa inahusu kampuni ambayo yeye ana hisa ndani yake, lakini jaji alikuwa very fair na akafanya maamuzi ambayo kwa kweli alizingatia misingi kabisa, wala hakupendelea. Lakini maamuzi yalikuja akatenguliwa, wakasema kwa sababu haki itakuwa ionekane imetendeka, sio kwamba itendeke. Kwa hiyo kitendo cha jaji, kwa sababu tayari alikuwa na interest, haki haiwezi kuonekana imetendeka hata kama hakupindisha. Sasa kwenye mazingira ya huyu mheshimiwa, kwa sababu ya mahusiano yake hayo, inaweza ikaathiri, ikaonekana haki hajatendeka kwa upande mmoja. Lakini kwa upande wa pili, kama lengo lake ilikuwa ni fact findings, kwa maana kwamba atawasikiliza CCM wanasemaje, ataandika kama yalivyo. Atasikiliza Chadema wamesemaje, ataandika kama yalivyo. Mamlaka za serikali zimesemaje, ataandika. ACT wamesemaje, na vyama vingine vyote hata vile ambavyo ni vya msimu vyote vimesemaje, labda ataandika, atakuwa ameweka zile record. Alafu atachukua ile taarifa akaipeleka kama ilivyo Umoja wa Mataifa, alafu timu ikakaa ikachakata kutokana na ile taarifa na kutolea maamuzi. Hapo unaweza kusema yeye kuwa na mahusiano na Rose Migiro inaweza silete athari, kwa sababu yeye hatoi final verdict. Lakini kama yeye ndio mtu anaenda kuwasikiliza watu na anachambua, anaandika ripoti yeye, na aandiki kila kitu, anaandika vile vitu ambavyo yeye anaviona na kupeleka sasa mtizamo kwamba nini kifanyike. Kwenye mazingira hayo rule ya bias ita apply, kwa sababu kwa vyovyote vile hakuna mtu ataridhika kwamba pengine kuna hoja za hawa wametengeneza vizuri waweze kushinda na kuna wengine za kwao zimekuwa affected na nini, na hata sipofanya hivyo kwa sababu tayari yeye ndio amechambua hiyo taarifa ambayo imeenda ku affect maamuzi, hakuna mtu atakuwa na imani na mazingira hayo. Kwa kuna vitu viwili, kuna ile tu ya fact findings ya kawaida, kuchukua taarifa ambayo hata ungeweza kumtuma mtu yeyote yule, kama ni kwenda tu kuchukua hawa wamesemaje, na akachukua taarifa zake na kuzipeleka tu, ni kama mjumbe ambaye hauwao. Ukimtuma mjumbe, hakuna bias kwa mjumbe wa kawaida ambaye anapeleka taarifa kuzichukua na kupeleka. Lakini kama mjumbe huyo kuna maamuzi anayafanya, kuna verdict anaifanya, kuna decision ambayo anaifanya, rule against bias ina apply. Kwa hiyo hii huwa inatumika kwa kawaida kwenye mazingira ambayo tunasema una perform kitu, unatekeleza majukumu ya kufanya maamuzi ya kimahakama, kwamba kuna maamuzi au kuna ushauri au maoni fulani ambayo utatoa wewe ambaye anaathiri mtu mwingine. Sasa kwenye hiyo ni lazima hii kanuni iweze kuzingatiwa. Kwa hiyo kama nilivyosema, upande mmoja inawezekana ni ndio kwamba huyu jamaa uwepo wake ni kwamba yuko bias, lakini upande mwingine inawezekana ikawa sio. Kwa hiyo itategemea jukumu lake alikuwa anaishia, kwa sababu tujue terms of reference zake alitakuwa fanya nini na nini, kuchukua taarifa na kupeleka au ulimwenguni. Je, tutaathirika vipi sasa kutokana na hatua hizi za mataifa haya? Kuna athari kubwa. Kama nilivyosema awali ni kwamba unajua Tanzania sio kisiwa. Kwa hiyo sisi ni kama mwanakijiji ndani ya kijiji kikubwa cha dunia. Sasa kwenye kijiji, mwanakijiji mmoja uhusiano wake ukiharibika na wanakijiji wengine, kuna athari. Kwa mfano vijiji tulikuwa tunaenda kuomba hata moto kwa jirani, si ndio? Kwa kama msalimiani na jirani yako, maana yake hata siku moto kwako umezima,
unaenda kuhitaji moto hutaupata. Kwa hiyo itabidi labda utumie nguvu kubwa sana kama una ufundi wa kupekecha moto. Uanze kupekecha moto wako. Sasa kupekecha itegemee kama labda kuna hali ya ubichi, mvua imenyesha, uweze kupekecha moto. Kwa hiyo unaweza kujikuta umelala njaa kwa sababu tu ya mazingira ambayo yamekuwepo, kwamba huna mahusiano mema na jirani zako. Kwa sisi kama ambao wana vijiji wanaishi, hata taifa letu linategemea hivyo. Kuna mambo mengi sana ambayo tunategemea wahisani tunashirikiana. Yaani kwa mfano hapo nazungumzia kuna kwa mfano wanaochangia kwenye sekta kama ya afya. Kwa mfano kuna miradi mingi sana ya afya ambayo hela zinatoka kwa wahisani. Kwa maana yake mahusiano yakiisha itaathiriwa. Kuna hela unafikiri mbao kwenye maeneo kama TASAF, kuna hela ambayo pia inatoka huko inaingia hapa. Lakini kuna miradi mingine ya maendeleo, hata kwenye miradi ya barabara unakuta kuna hela ambazo zingine za ndani za kwetu, kuna hela huwa zinatoka kwa wahisani. Tulikuwa kipindi cha nyuma hata umeme, kwa mfano ile MCT Millennium Challenge Account ambayo Marekani alikuwa anatoa hela nyingi kipindi cha nyuma kwa ajili ya mambo ya umeme vijijini. Kwa unakuta baada ya uchaguzi 2015 ile mambo yaliyotokea Zanzibar, alikuja akakata. Alipokata ili tuathiri, ili tuanze kutafuta source nyingine ya ndani, na ukitafuta nyingine maana kuna kitu tabana sehemu au tuwabebesha zaidi walipa kodi ili uweze kupambana na hiyo. Kwa hiyo changamoto kwa vyovyote vile ipo. Kwa kuna vitu vingi sana viweza kukwama. Na nafikiri ndio maana naona serikali inachukua jitihada. Naona sasa hivi akina Profesa Kabudi, timu kubwa sasa hivi inazunguka mataifa mbalimbali, labda wanajaribu kurudisha mahusiano, kwa sababu mwisho wa siku hauwezi kabeza nafasi ya jumuiya ya kimataifa. Mahusiano ya kimataifa ni kitu cha muhimu sana. Kila taifa, hata taifa ambalo lina uhalifu bado lingetamani liwe na mahusiano mazuri na dunia, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo tunategemeana. Ukibakia peke yako ni ngumu, lakini ukiacha hivyo msaada moja kwa moja, kuna sekta zingine zinaathirika. Kwa mfano tunafanya biashara na nchi za Ulaya, kwa mfano Marekani. Sisi tunapeleka mfano hapa kahawa yetu lazima tupeleke, wanunuzi wakubwa ni Ulaya, Marekani. Tunalima chai itapeleka huko. Watu wanalima sijui matunda, maparachichi wanapeleka huko. Sasa mahusiano yakiathirika, cha kwanza wamestopisha labda msaada. Kesho wanaweza kusema tuhitaji pia product zako zije kwenye njia ambayo itakuathiri zaidi. Kesho wanaweza kusema na usalama wa raia wetu sio mkubwa, wakazuia labda utalii ukaathiri. Kwa hiyo mimi nafikiri nimeona serikali ikifanya jitihada za kutuma kina Profesa Kabudi na wengine. Nadhani waliona tu waziri wa mambo ya nje peke yake hatoshi. Naona wamepeleka watu wengi wanazunguka. Nafikiri jitihada ni moja, jitihada ya muhimu, lakini haituondoe kwenye wajibu kwamba kile kilichosababisha tufike hapa lazima pia tukitazame, ili tusiweze kurudi kwenye mkwamo. Tuangalie katiba yetu na nini, lakini lazima tuweze kutengeneza mahusiano yetu ya kimataifa. Ile ni jambo la muhimu sana. Hata kama tutahitaji moja kwa moja msaada wa moja kwa moja, lakini bado tunahitaji uhusiano, kwa sababu kuna mambo mengi sana yatatokea ambayo hatuwezi tukaenda tukiwa peke yetu. Haiwezekani. Kwa hiyo ni kama kwenye kijiji, mtu atakayesema kwamba yeye anahitaji kukaa mwenyewe ashirikiane na kijiji wengine, anajidanganya tu. Mbali ya kwenda kuwazima kuomba moto peke yake, lakini kuna janga litatokea ambapo utahitaji wana kijiji. Kijijini utakao unasema unajitegemea mwenyewe. Je, ukifiwa utachimba kaburi na kuzika mwenyewe, bado utahitaji wengine. Kama taifa tukipata maafa mengine ambayo tutahitaji support, bado dunia tutahitaji. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo kama taifa tunahitaji. Kwa hiyo ni kujidanganya tu kusema kwamba sisi hatuhitaji, tunaweza tukakaa wenyewe, ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo kwa vyovyote vile tunahitaji dunia kuliko ambavyo dunia inatuhitaji sisi. Kwa sababu dunia yenyewe na watu wengine wengi wapo, ina mataifa mengine. Kwa hiyo sisi tukijitoa bado yenyewe maisha yake yataendelea. Ila sisi tutakuja kusafa. Ina effect kubwa sana. Kwa ukipewa na baadaye sana kupelekea hata vikwazo. Ukipewa vikwazo utakuta tayari biashara yako itaathirika na sehemu nyingine. Lakini naamini taifa letu tutakufika huko, maana kuna hatua zinaendelea. Na mimi serikali yetu kwa kweli isiruhusu tukafika hatua ambayo ni ngumu kiasi hicho. Wenzetu kama Zimbabwe walipofika mvutano na jumuiya ya kimataifa, walifika mahala ili kununua mkate, thamani ya hela yao iliisha, unabeba kwenye mfuko hela, hali ikawa mbaya sana. Kwa hiyo sisi nafikiri ni vizuri kuchukua hatua hapa tulipo, tuweze kurekebisha ili mambo yaweze kuendelea. Hatuwezi kushindana na dunia.